Niambie, utatoa nini kama msaada wangu kwa malipo kwako? Kwa wakati huu, miungu ndio itaamua malipo yako na sio mimi, mtukufu Yotan. Ila usisahau kuwa bahari na vitu vingi vya thamani kuliko nchi. Tafadhali, naomba uniahidi kuweza kulizuia hili. Kisha utaniambia ni sadaka gani unahitaji kutoka kwangu. Lakini sio ya kuteketeza nafsi. Malkia ya bahari siku zote anapenda amani kuliko machozi. Lakini samani kwa hilo, mtukufu Yotan. Shujaa wa kivuli anapigana vita ambavyo macho hayaoni. Bi Kabichi, ile sauti mloisikia haikuwa ya Mlawali kwa sindano. Ilikuwa ya nguvu ya Gavira. Mkindo ameshaanza kuunganisha kati ya nafsi ya maarifa na mwili wake. Anazungumza kupitia miili ya mashujaa. Sasa, kama tutashindwa kujilinda sisi wenyewe na kuwa makini katika himaya zetu, basi kuna hatari kubwa na tutakipoteza kile tulichokipambania kwa muda mrefu. Kwa nguvu zetu na mashujaa wetu, lazima tuungane ili tuwe kitu kimoja, bila kuweka makando kando ya nafsi, ili tuweze kumshinda adui. Vinginevyo, hatutoweza kumdhibiti Mkindo wala vibaraka vyake. Tutakufa sote hapa. Malkia, hali ni mbaya kuliko tulivyofikiria sisi. Waganga wangu wote wamepoteza nguvu zao ghafla baada ya ule moshi wa kijani kutoka. Inaonekana Mkindo ameweka kiapo cha damu ndani ya huu mwili. Sasa unafikiri hata tukiungana sisi wachache tutaweza kupambana peke yetu, au tutakuwa tunapoteza muda tu? Kwa nini tusipige magoti na kusujudu mbele yake kuliko kufa na kupoteza utawala wetu pamoja na maisha yetu? Kuwa mtumwa ni bora kuliko kuwa huru, Bi Kabichi. Mbona unataka kunipa wasiwasi na uongozi wako? Ina maana umesahau mababu zako walivyopambana kuiokoa ardhi yenu, japo walipotoka kwa matamanio? Hatuwezi kusimama na kupiga magoti mbele ya adui alikopo na njaa ya kumwaga damu. Huu ni udhaifu mkubwa sana, na hata miungu itatuadhibu zidi ya hilo. Mimi nitasimama kama kiongozi wenu wa vita mpaka pale atakapoamka mtawala sahihi. Umejaliwa mashujaa, umejaliwa waganga wenye nguvu. Kwa nini wewe muoga kiasi hichi? Mlawali bado ana nafasi ya kurudi kuwa mwema. Lazima tumuamshe kuweza kurudi katika hali yake ya awali. Kwa hiyo huyu sio tena mwili wa Mlawali tunayemjua. Je, tumlinde au tumwangamize kabla hajawa tishio kwetu? Maana tunaweza tukamwamsha, halafu baadaye akawa adui kwetu na tukashindwa kumdhibiti. Hatumwangamizi shujaa wetu, lakini kuanzia sasa lazima muwe makini kwenye matibabu yake. Na kama ikitokea mabadiliko yoyote yale, basi tumieni nguvu zenu kuweza kumdhibiti na kumweka kifungoni bila kumzuru. Nitawapa silaha ya kuweza kumdhibiti asiwasumbue ikitokea kama mimi sipo. Sawa, nimekuelewa vyema Malkia wa bahari. Nitalitekeleza hilo. Samani kwa kuwa shujaa muoga. Nitajitahidi kuwa imara tena, na tutamshinda adui yetu kama tulivyokusudia. Ondoa shaka kuhusu usalama wa Mlawali kwa sindano. Naamini atakuwa salama. Wewe unaweza ukaendelea na majukumu mengine, ila kuwa makini sana huko nako kwenda, maana maadui wana nguvu sana kuliko sisi. Na imani Mlawali atakuwa salama, shujaa wetu. Bado naamini damu yake ni ya ukombozi na sio ya kuteketeza. Nitarudi nikiwa na mafanikio makubwa na kuweza kumdhibiti Mkindo.
nikumbushe vyema, hii hali ilishawahi kutokea hapo awali? Na kama ilishawahi kutokea, mlitumia njia gani kulidhibiti hili? Kwa maana wewe ulitangulia kabla yangu, na wewe ndio ulimzuia Mkindo katika zama zilizopita. Katika utawala wangu, adui hakuwahi kupata nafasi hata mara moja Kizigo. Sikuwahi kuruhusu hata chembe ya nafsi moja iingie mikononi mwao, na ndio maana waliniogopa kuliko kiumbe yoyote yule. Lakini walichofanikiwa wao, walifanikiwa kuweka na kupandikiza chuki za usaliti kwa baadhi ya mashujaa, na hiyo ndio ilikuwa usalama wao na mabaki yao kuishi mpaka leo katika uso wa dunia. La sivyo, dunia ingekuwa na amani na hakuna shetani yoyote yule ambaye angesalia mpaka sasa. Hadithi yako niliisoma katika vitabu vya mashujaa wa kaskazini na kufahamu vyema sana kulingana na hadithi hiyo ya kutisha. Kwa hiyo unahisi nini kifanyike ili kuweza kuwadhibiti hawa na kutoa hili agano kiza lililopo katika ulimwengu huu? Kwa maana naona nafasi ya kushindwa ni kubwa kuliko nafasi ya kushinda hii vita. Vuesi, così verano. Mi voglio una vedere Debore, ma non lo sono. Kwanza, shujaa hataki kukata tamaa Kizigo. Haijalishi adui unayekabiliana naye amekuzidi uwezo kiasi gani. Kuna vita nyingine, sio lazima utumie nguvu Kizigo. Ni lazima utumie akili ili kuweza kukabiliana na adui. Hatua mlioko nyinyi ni hatua mbaya sana kwa sababu mpaka sasa mmeshapoteza nafsi mojawapo ya umuhimu mno, na hiyo inampa adui yenu nafasi ya kujua mipango yenu kabla nyinyi hamjamfikia. Hivyo kwa sasa mnatakiwa kutumia akili mno ili kuweza kumshinda na sio nguvu. Wembwa, nani hakanda unapwawa? Mimi jambo la kuweza kuwashauri kwanza ni kuweza kuweka ulinzi kwa mashujaa walioenda kuifuata nafsi ya utawala na maarifa, kwa sababu huo ndio ukombozi pekee wa dunia hii kwa sasa. La sivyo, Mkindo atakamilisha kila kitu na kuitawala dunia, kwa maana Zohora yuko mawindoni na amemwagiza kibaraka huyo hatari anayewinda kila unyayo mpya unaopita katika anga la giza hili. Wembwa, nani hakanda una tena? Nashukuru sana kwa kunipa elimu kubwa kama hiyo. Lakini vipi kuhusu mashujaa wetu? Wataweza kujilinda peke yao? Maana wakati huu ndio wakati wa Mkindo kutumaliza kwa siri, kwa sababu nguvu ya nuru ya nguvu zetu zimepungua kwa asilimia kubwa sana. Tunaweza kupata msaada kutoka kwa miungu ili kuweza kutusaidia kwenye hili. Vuesi, così verano. Mi voglio una vedere Debore,
Manolo Sumu, ni makosa makubwa sana miungu kuingilia hii vita Kizigo, kwa sababu tayari ilishamteua mtu wa kuweza kulikamilisha hili na kuwateketeza hao maadui. Hivyo mnatakiwa kufanya njia yoyote ile ili kuweza kulikamilisha hili. Hamtakiwi kukaa kizembe. Mzidole anapaswa kuamka, kwa sababu yeye ndo mwisho wa yote haya. Lakini kama mtaendelea kuwa wazembe na kuendelea kuonyesha udhaifu, basi adui atachukua nafasi na dunia itakuwa ni kambi ya shetani. Kumbuka, Zohra ameagizwa na Mkindo na ni mtiifu sana kwa mfalme wake. Zohra ni kiumbe mwenye nguvu sana, hasa katika utawala huu wa Mwezi Mwekundu. Huwa anakuwa na nguvu mno, atateketeza kila nafsi isiyokuwa na hatia na kumwaga damu za raia wanaohitaji msaada kutoka kwenu. Mnatakiwa kulikamilisha hili na dunia kurudi katika hali yake. Najua lirudi katika utawala wake na kuendelea kutoa mwanga katika anga. La sivyo, historia inaweza kubadilika Kizigo na shetani akachukua nafasi na majina yenu yakabaki kuwa historia ya mashujaa waliofeli. Hamtakiwi kukata tamaa. Vita ni vita mura. Mwaka ukau inuiyai kumeana ama akianaye kamehameha. Owe mbwa, nani hakanda unapwawa? Nilo, muda unatuishia. Endapo Mwezi Mwekundu ukikamilika, basi Mkindo atakuwa na uwezo wa kuita jeshi la kale kutoka katika mji wa Ngakwa. Lazima tuijue siri ya damu iliyopotea, maana mji huo una vita kubwa sana na wanadamu kuliko kitu chochote kile, kwa sababu wao wanaamini kuwa wenyewe ni wamiliki halali wa ardhi hii, na Mkindo akifanikiwa kuwafungulia, basi watamtii katika kila neno, na hamna binadamu yoyote yule atakayekuwa na uwezo wa kusimama mbele ya hao viumbe. Lazima tuipate siri ya damu iliyopotea ili kuweza kuipa amri nafsi ya mamlaka itakayoletwa na mashujaa wetu. Ngatitwa, siri hiyo ipo kwa Gongo, ila kuna jambo hamlijui. Mkindo hakuwa hivi mwanzo, alikuwa shujaa kama nyinyi, lakini tamaa ya kulinda ardhi yake ndio imemfanya achukue nguvu ya giza, na nguvu hiyo kwa sasa inamtawala. Na siri iliyokuwepo ndani ya nguvu ile hakuna mtu yoyote anayejua, ila kwa mujibu wa tabiri inaweza kumwingia mtu yoyote ule na kumuongoza kama ilivyokuwa ikimuongoza Mkindo. Kwa hiyo unataka kuniambia Mkindo nani mwasilika? Mbona haonekani kama mtu ambaye anayeongozwa? Anafanya vitu kwa akili zake yeye mwenyewe. Ndiyo, anaitwa Ntotoze,
ni ile damu ya Mkindo aliyozungumzia Malkia Sona hapo awali. Hiyo ndo damu sahihi ya Mkindo. Tukiipata hiyo, basi nafsi ya mamlaka itafanya kazi vyema kabisa, kwa sababu itakuwa ni agano la damu na damu. Lakini nafsi hizi zinatafutwa ili ziweke ndani ya mwili wa Mzidole ili aweze kuamka. Kwa nini nafsi hizi tusiziweke katika mwili wa Mzidole ili aweze kuamka, ili apambanie jambo hili? Nyinyi hamuoni kama nafsi hizi tunazipeleka kwa watu wabaya? Na mimi nishaambia hapo awali, mimi bado bikra, naogopa kufa. Sijawahi kufanya matusi tangia nizaliwe. Naogopa kufa mwenzenu, maana nitashindwa kulamba asali. Hapana, wala tuipeleke mikononi mwake, bali damu yake na neno lake ndio litatumika kuitoa laana ya Kiza, kwa sababu Mzidole haamshwi kwa nafsi mbili peke yake. Itatuchukua muda sana. Hivyo basi, kwa kuwa Mkindo ametumia damu yake kuiamrisha nafsi ya hekima na maarifa, basi damu yake hiyo hiyo ndio itatumika kuiamrisha pia ili kuweza kuitoa laana hiyo. Sasa nimekuelewa Ngatitwa. Hapo jukumu letu sisi ni lipi? Tutaendelea kusubiri hapa tukingoja kifo? Ama kwa hapa haimaanishi kuwa nimekimbia vita Kanugatero, bali najipanga kujua mipango na udhaifu wa maadui ili niweze kujua ni wapi udhaifu wao ulipo ili iwe rahisi kuwashinda. Jamani, nahisi hatari inatusogelea hapa. Nahisi kivuli cha Mkindo kinakuja maeneo haya. Hivyo basi, tondokeni haraka sana kabla hajatukuta. Unatafuta nini sasa hivi kipindi cha hatari? Unataka kunitia pressure? Alafu nilikukataza hiyo tabia. Tafadhali tumeamliwa kukaa ndani mpaka pale hali itakapokuwa sawa. Hebu usirudie hiyo tabia. Lakini mama, nilihisi kama kuna kitu, ndio maana nikaja kuangalia. Ila sio kama nitaka nenda kazurure. Ila naomba nisamee mama. Na kwa hiyo haitojirudi tena. Haya, twende ndani, usipoteze muda hapa, maana hapa sio sehemu salama sana.
Heshima yako mtukufu Yotani. Ni miaka mingi sana imepita bila mimi na wewe kuweza kuonana wala kuweza kuzungumza. Lakini leo imenibidi kukuita hapa kwa sababu kuna kitu nahitaji unisaidie. Ni msaada gani unahitaji kutoka kwangu? Wewe Malkia wa Bahari, Malkia uliyekamilika kwa nguvu na makadirio ya maarifa. Niambie, ni kipi kimekuleta kwangu? Mgindo amefanikiwa kuipata nafsi ya hekima na maarifa, na sasa anavunja kila mlango wa fikra wa mashujaa na kutaka kutumia anavyotaka. Hivyo itakuwa ni ngumu sisi kuweza kuishinda hii vita, kwa sababu adui yetu anatuona kabla sisi hatujamuona. Tafadhali Yotani, kama kuna msaada wote ambao tunaweza kuupata sisi kutoka kwako, basi tunaomba utusaidie, maana hatuna tegemeo lingine. Wewe ndiyo jicho na mwangaza wetu uliobaki. Ni makosa makubwa sana kuwahi kutokea, lakini hilo sio hatari kama mtaruhusu nafsi ya mamlaka iwe mikononi mwake tena, maana Zora ameahidi kuipeleka nafsi hiyo mikononi mwake kama mtakuwa wazembe. Lakini kwa Yotani hakuna msaada unaokosekana, ila gharama ya msaada wangu ndio huwa mgumu kwako mara zote. Niambie, utatoa nini kama msaada wangu kwa malipo kwako? Kwa wakati huu miungu ndio itaamua malipo yako na sio mimi mtukufu Yotani. Ila usisahau kuwa bahari na vitu vingi vya thamani kuliko nchi. Tafadhali naomba uniahidi kuweza kulizuia hili, kisha utaniambia ni sadaka gani unahitaji kutoka kwangu, lakini sio ya kuteketeza nafsi. Malkia ya bahari siku zote anapenda amani kuliko machozi. Lakini samani kwa hilo mtukufu Yotani. Navutiwa sana na hekima na maarifa yako. Umekuwa mtiifu katika matamshi ya maombi yako. Umejua kuipoza na kupoza moyo wa Yotani. Nitalitekeleza hilo Malkia ya Bahari. Ila kumbuka, ahadi ni ahadi, sadaka ni sadaka. Ila kwa wakati huu, kwa kuwa umeonyesha unyenyekevu kwangu, basi nitapunguza ukali wa sadaka. Nitakamilisha vyema sana. Lakini kufunga peke yake sio suluhisho, bali mnatakiwa kuharakisha kuipata nafsi ya hekima na mamlaka. Maana kadri nafsi hiyo inavyozidi kuwa mikononi mwake na giza kuendelea kutawala, basi atakuwa na uwezo mkubwa na atawauteketeza wote, na hamtakuwa na uwezo wa kumdhibiti, na nyie wote mtakufa. Asante kwa msaada wako. Siku zote umekuwa msaada mkubwa kwetu kwenye mambo mazito kama haya. Jina lako linastahili heshima mtukufu Yotani. Ila naomba nikuulize swali kuhusu mlawali kwa sindano. Hatima yake haswa ni nini? Malkia wa Bahari, mimi sina uwezo wa kubadilisha future. Mbaya atabaki kuwa mbaya na mwema atabaki kuwa mwema, kama jua la utabiri lilivyoeleza. Hivyo mwenye kubadilisha haya yote ni Mzidole peke yake, kwa sababu nguvu ya jiwe lile ipo katika moyo wake. Hivyo kama ataamka kwa wakati, basi huenda hilo unaloliwaza likakamilika au lisikamilike. Ila kwa sasa kikubwa ni kumshinda adui aliyeko mbele yenu kwa sasa. Sandra, unaweza ukaenda sasa, maana muda wako wa kukaa hapa umekwisha. Mande mtenya mkiba mponye.
Wewe ni nani? Unayefuata kivuli cha kifo chako bila mwenyewe kujua. Hivi unafikiri mimi ni mdhaifu hivyo? Nisikilize. Jitokeze kabla sijakuua. Alafu ukajutia kwa nini unifuatilia kimya kimya. Wewe nani? Mimi ni kifo chako. Sifuati kivuli changu. Bali wewe ndio unayekufuata kifo chako, Colonius. Wewe una uwezo wa kunifanya mimi nijute. Bali mimi nina uwezo wa kulifanya jina lako kwa mabaki ya mashujaa waliopita. Je, mimi na wewe nani anafuata kivuli cha kifo chake? Naitwa Zohora, malkia wa kifo. Ukiona sura hii, basi ujue tarehe za mshahara wa kifo zimekaribia. Zohora amekuja, kifuniko kimepasuka. Malkia wa mauti, ardhi imetikisika. Hataki uhai, hataki kicheko cha mwanadamu. Kiu yake ni moja tu, kumwaga damu. Zohora amekuja, kifuniko kimepasuka. Malkia wa mauti, ardhi imetikisika. Hataki uhai, hataki kicheko cha mwanadamu. Kiu yake ni moja tu, kumwaga damu.